Yafuatayo ni makala ya utamaduni wa Wakamba ukiletwa na mimi wenu Gloria Vaati. Wakamba ni mojawapo ya makabila makubwa nchini Kenya yanayopatikana hasa katika maeneo ya Ukambani ambayo ni pamoja na kaunti za Machakos, Kitui na Makueni na sehemu za Mwingi, Mboni na Kangundo. Wanaongea lugha ya Kikamba ambayo ni mojawapo ya lahaja za lugha za Kimbantu. Wakamba wanajulikana kwa uchapakazi wao, ukarimu na ujuzi wao mkubwa katika biashara, ufundi na muziki wa kitamaduni. Kuna simulizi mbalimbali kuhusu asili ya Wakamba. Inasandikiwa kwamba Wakamba walitoka katika maeneo ya Mlima Kilimanjaro au ukanda wa Taita Taveta kabla ya kuhamia sehemu za sasa Ukambani. Wengine wanaamini kwamba walitoka Kongo ya kale kama ilivyo kwa makabila mengi ya Kimbantu, wakihama hatua kwa hatua kupitia bonde la Ufa hadi walipofika eneo la sasa. Wakamba walikuwa wafungaji, wakulima na wawindaji. Walihamahama kutafuta malisho na maji kwa mifugo wao, lakini baadaye walijikita zaidi katika kilimo hasa cha mahindi, mtama, maharagwe na mazao ya biashara kama vile pamba na maembe. Lugha ya Kikamba ni sehemu muhimu ya utambulisho wa Wakamba. Inatumiwa katika mawasiliano ya kila siku, hadithi, nyimbo na mashairi. Pia lugha hii ina maneno mengi ya hekima na methali zinazofundishwa. Wakamba wana mila nyingi ambazo zinahusiana na nyanja mbalimbali za maisha kama kuzaliwa, tohara, ndoa na mazishi. Katika kipande cha tohara tunaangalia kwamba tohara kwa vijana wa kiume ni ishara ya kuingia utu uzima. Ndoa, zamani mahari ilikuwa ni sehemu muhimu ya ndoa ikitolewa kwa mifungo au zawadi. Mazishi, Wakamba waamini katika kuheshimu marehemu na kutoa heshima za mwisho kwa mila maalumu. Kabla ya ujio wa Ukristo na Uislamu, Wakamba waliamini katika Mungu mmoja aliyeitwa Ngai au Mulungu, ambaye aliishi mlimani au angani. Pia waliheshimu mizimu ya mababu waliokufa, wakiamini kuwa roho hizo ziliweza kuwalinda au kuwaletea makosa kulingana na matendo yao. Muziki ni sehemu muhimu ya maisha ya Wakamba. Wana ngoma za jadi kama Kelume, Mbeni na Kiakiangoma ambazo hutumika katika sherehe na ibada. Wana mavazi ya kitamaduni yaliyotengenezwa kwa ngozi na mapambo ya shanga. Wazee waliheshimiwa sana, walikuwa washauri na waamuzi katika mambo ya kijamii. Walitumia hekima na uzoefu wao kutatua migogoro na kuelekeza vijana. Pamoja na maendeleo ya kisasa, utamaduni wa Kikamba umepata changamoto nyingi kutokana na teknolojia, dini mpya na maisha ya mjini. Vijana wengi sasa wamepoteza hamu ya kujifunza mila za jadi, lakini bado kuna juhudi kubwa kutoka kwa wazee na mashirika ya kijamii kuhifadhi utamaduni huu kupitia mashule, makumbusho na mitandao ya kijamii. Utamaduni wa Wakamba ni urithi wenye thamani kubwa unaoonyesha historia, hekima na ubunifu wa jamii hii. Licha ya changamoto za kisasa, Wakamba bado wanaendelea kudhamini lugha, mila na desturi zao, wakihakikisha kwamba vizazi vijavyo vitajua asilia yao na kujivunia utambulisho wao. Nafahamika kama Gloria Vaati.